Wanasema no reform no election. Nyinyi mmesikia haya maneno? Si mmeyasikia? Mmeyaelewa? Sasa mimi niwaelesheni. No reform no election, Kiswahili maana yake, kwa kuwa hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakuna uchaguzi. Yaani ile mwezi wa 10 uchaguzi usifanyike, ndio maana yake. Na wamesema wanazunguka nchi nzima kuwashawishi wa Tanzania wafanye uasi kuzuia uchaguzi kwa heri au kwa shari, hata kwa kumwaga damu. Mheshimiwa Rais alipochukua nchi alikuja na falsafa ya R4. Moja kati ya R inaongelea mabadiliko. Sasa katika eneo hili la sheria za uchaguzi, naomba niwaambieni mabadiliko ambayo Samia ameyafanya. Na mabadiliko haya yanatokana na maombi ya wapinzani. Aliwakaribisha, akaambia waliokimbilia nje waje, kesi zao akawafutia, akawaambia tukae mezani, mniambie shida yenu nini. Wakaorozesha madai yao kuhusiana na sheria za uchaguzi. Madai yao kwa asilimia 99 yametekelezwa. Dai la kwanza, walisema sheria ya uchaguzi ya mwaka 85 haifai, ifutwe. Sheria ya uchaguzi wa taifa ya mwaka 1985 imefutwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano Februari mwaka jana. Piga makofi kwa Samia. Dai la pili, walisema sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ambao ndio inachagua madiwani ya mwaka 1979 nayo ifutwa, haifai. Sheria hiyo imefutwa Februari mwaka jana na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao kwa asilimia 98 linaongozwa na wabunge wa CCM. Maana yake bunge linaloundwa na wabunge wa CCM, serikali ya CCM na Samia wamefuta hizo sheria mbili. Ombi la tatu, walisema tunataka sheria mpya ya uchaguzi isimamie uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Baada ya kufuta zile sheria mbili, ombi hilo nalo limekubaliwa mwaka jana Februari. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wabunge wenu wa CCM ambao mmewatuma nyinyi wametunga sheria inaitwa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, na inafanya kazi sasa, na uchaguzi wa mwaka huu utaongozwa na sheria hii. Ombi lao la 4, walisema tunataka tume huru ya uchaguzi. Na nyinyi mlilisikia wote hili. Tumekwenda bungeni, tumetunga sheria ya tume huru ya uchaguzi, sheria namba 2 ya mwaka 2024. Inafanya kazi sasa. Ndio maana hata jina limebadilika kutoka kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kuwa Tume Huru ya Uchaguzi, kwa sababu ya sheria hiyo namba 2 ya mwaka 2024. Ombi lao la 5, walisema wakurugenzi wa halmashauri hatutaki wasimamie uchaguzi. Ili wote mlisikia hiyo. Walituambia sisi, waliongea kwenye kamati, wakaenda na mahakamani. Kwenye mabadiliko haya ya sheria mwaka jana, wakurugenzi wameondolewa kusimamia uchaguzi. Ombi lao namba 6,
Walisema wasimamizi wa uchaguzi wateuliwe tu maafisa wengine wa serikali, sio mkurugenzi. Na walisema kwamba tumegundua hao wakurugenzi ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Ombi lao namba 6 limekubalika. Sheria sasa hivi imewaondoa wakurugenzi wote wa halmashauri, sio wasimamizi wa uchaguzi wa makoti tofa. Ombi lao namba 7 walisema wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi